Iran imeapa kuendelea kupigana na kuzuia mafuta. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa leo Jumanne kwamba hakuna shehena ya mafuta itakayosafirishwa kutoka mataifa ya Ghuba ya Uajemi wakati wote ambao Israel na Marekani zitaendelea kuishambulia. Tamko hilo limetolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC kinachozingatiwa kuwa karibu na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mujtaba Khamenei. Kikosi hicho kimesema Marekani haina uwezo wa kuamua kuhusu hatima ya vita na kwamba wanajeshi wa Iran watahakikisha hakutakuwa na lita moja ya mafuta ambayo itaweza kuuzwa kwa upande wa adui na washirika wake. Msimamo huo unaonekana kuwa ni jibu kwa Donald Trump wa Marekani ambaye mnamo Jumatatu alisema vita dhidi ya Iran vinakaribia kumalizika, na pia imesema kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kuwa imejiandaa na vita vya muda mrefu na imeondoa uwezekano wa kuanzisha mazungumzo yoyote na Marekani. Taarifa iliyotolewa na Abbas Araghchi imesema kwamba wao kwa sasa wamejikita zaidi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na Israel hadi pale nchi hizo zitakapoamua kuachana na vita hivyo. Abbas Araghchi alipohojiwa na vyombo vya habari alisema kwamba wao hawapo tayari kuendelea na mazungumzo ya aina yoyote kutokana na kwamba wamefanya mazungumzo mengi na Marekani ambayo haikuwa na uhakika wala haikuwa na ustahimilivu wakati wa mazungumzo na kwamba haiaminiki tena. Hata hivyo, Marekani kupitia rais wake Donald Trump imetishia kuishambulia Iran mara 20 zaidi ikiwa itazuia mtiririko wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, na kwingineko wachezaji watano wa mpira wa miguu wa Iran wamepewa hifadhi huko nchini Australia. Rais wa Marekani amesema kwamba Iran itapigwa mara 20 zaidi ikizuia mtiririko wa mafuta, anasema Trump. Hata hivyo, sasa kinachoonekana ni mashambulizi zaidi ya makombora na hakuna tena mazungumzo, alisema waziri wa mambo ya nje wa Iran. Tehran iko tayari kuendelea na mashambulizi yake ya makombora kwa muda wowote itakaohitaji na kwa sasa haifikiri tena kufanya mazungumzo na Marekani, asema waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Marekani. Kauli yake kwa shirika la habari la PBS imekuja baada ya rais wa Marekani Trump kusema vita na Iran vitaisha hivi karibuni sana, ingawa hakutoa muda maalum. Katika kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyoanzishwa Februari 28, Iran imekuwa ikifanya mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya Israel na nchi nyingine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yamelenga zaidi miundombinu ya kijeshi, ingawa hivi karibuni Iran imetuhumiwa kupanua mashambulizi yake na kujumuisha meli za usafirishaji na maeneo ya kiraia. Hata hivyo, moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikishangaza ni kwamba viongozi wa Iran sasa wamekuwa na msimamo mmoja kwamba hakuna namna wataweza kuiacha Israel pamoja na maslahi ya Marekani yaliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati, huku ikitumia makombora ya aina tofauti tofauti kwa ajili ya mapambano. Iran imesema ndio itakayoamua ni lini vita vitakapokwisha, lakini zaidi ni baada ya mataifa hayo mawili kwa maana ya Iran na Marekani yatakapoona sasa kwamba kuna haja ya kusitisha mapigano. Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu la Iran limesema halitokubaliana na chochote kinachodaiwa kusalimu amri. Iran imerusha drone kuelekea Saudi Arabia na Kuwait mapema Jumanne, wakati ambapo Rais Donald Trump ameonekana kutoa ujumbe wa kutatanisha kuhusiana na muda ambao vita hivyo vitadumu, jambo ambalo limesababisha kuyumba kwa masoko duniani. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema imeziharibu drone zilizorushwa katika eneo la Mashariki lililo na utajiri wa mafuta, huku nchini Kuwait jeshi la ulinzi likisema limedungua baadhi ya drone kaskazini na kusini mwa nchi hiyo. Haya yanafanyika wakati ambapo kampuni kubwa duniani kusafisha mafuta Saudi Aramco imeonya kuwa kutakuwa na athari mbaya kwa masoko ya mafuta iwapo vita vitaendelea kutatiza usafiri wa meli katika njia ya Hormuz. Hormuz ndio njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiunganisha mataifa makubwa ya uzalishaji wa mafuta katika eneo hilo la Ghuba na Ghuba ya Oman na Bahari ya Uarabuni. Mashambulizi haya ya Marekani ya Iran kwa mataifa ya Ghuba yanafanyika wakati Trump amewaambia wabunge wa Republican kuwa huenda vita hivyo vikawa vifupi, ila saa chache baadaye akatishia kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Marekani itaongeza mashambulizi Iran ikifunga njia ya Hormuz. Trump vilevile amesema Marekani inajivunia kushiriki vita hivyo. Iran ni nchi yenye nguvu sana na walikuwa wanaelekea kuiteka Mashariki ya Kati kama tusingewapiga. Walikuwa na maelfu kwa maelfu ya makombora, ila sehemu kubwa sasa yameharibiwa. Walikuwa wanaiteka Mashariki ya Kati na kuisambaratisha Israel. Kwa hiyo tulisisitiza hilo kwa wakati mzuri.
Tunajivunia kushiriki vita hivi na vitakwisha karibuni, ila wakianza tena watapigwa vibaya sana, alisema rais wa Marekani Donald Trump. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa hapa The World News. Naitwa Damu Hussein.